Bwana Yesu na asifiwe. Ni siku ya Jumapili asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka na Mwenyezi Mungu akaweza na kukuhifadhi na akaweza na kukuamsha katika uso wa dunia kwa siku ya leo, akiwa na mpango mwema juu ya maisha yako, akiwa na kusudi njema juu ya maisha yako, na pia mafikira yake ni mema juu yako. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, wakati ambapo tunaendelea na kumalizia na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tumekuwa pamoja naye sio mwingine mbali ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni. Ni matumaini yangu ya kwamba utaweza na kupokea mengi na utaweza na kubarikiwa sana, kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, maana hapa tunachota baraka, tunaongelea ndani ya hayo manyunyu ya baraka, nikitumai kwamba utaweza na kuzipokea kwa wingi hata kabla hujaweza na kufika kanisani. Mpendwa, ningelipenda kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Bwana Yesu na asifiwe. Wapendwa, karibu katika somo letu la siku ya leo. Ningelipenda tukasome kitabu cha Hesabu sura hiyo ya 13. Ningelipenda tukaweze kusoma kitabu cha Hesabu sura ya 13. Tukasome mstari ule wa kwanza na mstari ule wa pili. Kisha tutasoma mistari ile ingine tunapoendelea. Neno la Mungu lasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanani, niwapayo wana wa Israeli. Mtu mmoja katika mtu awe mkuu kati yao. Mstari wa 17, Musa akawapeleka ili wakaipeleleze nchi ya Kanani. Akawaambia, pandeni sasa katika Nekebu mukapande milimani. Mkiitazama nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache ama wengi, na nchi wanayoikaa, kwamba ni njema au ni mbaya, kwamba wanaokaa katika matuo au katika ngome, nao nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ni ya njaa, kwamba ina misitu ama sivyo. Iweni na mioyo mikuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda wakaipeleleza toka changwa la Sini hadi Rehobo. Wakapanga kuingia Hamathi. Wakapanda katika Nekebu wakafika Ereboni na Alihamini na Sheshei na Telimai, wana wa Anaki waliokuwepo huko, nao Hebroni wa Misri. Wakafika ponde la Eshkoli, na huko wakapata tawi lenye kishinda kimoja cha zabibu. Wakalichukua kwa miti kati ya watu wawili. Wakaleta mangu pia na tini. Ponde lile liliitwa ponde la Eshkoli kwa sababu ya hicho kishida walichokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika huko kwa Musa na kwa Haroni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika changwa la Parani huko Kedesh. Wakaleta habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakawaambia wakisema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao
ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Nena nasi kulingana na mapenzi yako. Tufundishe wema wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Wapendwa, neno ambalo tumesoma ni neno ambalo linatufundisha kuwa hodari wala tusiwe watu waoga. Tunaona ya kwamba Mungu alinena na Musa ili akaweze kuwatuma watu ambao wangelienda kuipeleleza nchi ya ahadi. Na alipo watuma hawa watu wao wapelelezi wa nchi hiyo, kweli waliponenenda walipata nchi ambayo ilikuwa nchi ambayo ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa na vyote ambavyo waliviita vinono. Ilikuwa inadirurika kwa maziwa na asali, na hata pia matunda yalikuwepo. Na wakaitazama na wakaiona ikiwa nzuri. Lakini waliporejea makwao, walipoleta habari kwa Musa, wapendwa, walianza na habari iliyokuwa nzuri. Lakini mwisho wakasema ya kwamba waliona wana wa Anaki kule. Na unaposidi na kusoma, unaona wakijidharau, wakisema ya kwamba hao walionekana hata kama sio watu. Wapendwa, hayo mambo iliweza kuatia wana wa Israeli uoga, na hata wengi wakalia, na hata wengi wakasema hawataenda katika nchi hiyo. Wapendwa, ni lazima ukatazame habari unayopewa na watu. Kuna watu ambao hutaka kushusha wengine. Kuna watu ambao shetani huwatia uoga ili tusiendelee na mbele, ili hata tusiendelee na mambo yale tunayoyafanya. Wanatupasha habari ambazo ni za kututia sisi kuwa watu ambao hatuwezi kuwa na ujasiri ndani yetu. Wapendwa, ni heri kuendelea na ni heri kuenda mbele kuliko kutazama na kusikiza vile watu wanavyosema. Sio wote wanaosema ulio ukweli. Hawa watu licha ya kupata nchi iliyokuwa nzuri, lakini wanajitia uoga, wanajidharau. Tusiwe watu wa kujidharau. Usiwe mtu wa kujidharau. Neno la Mungu linasema ya kwamba tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa nini tujidharau? Kwa nini tuone kama hatuwezi? Mungu alikuwa ameandaa mema kwa ajili ya Waisraeli. Alikuwa ameandaa hata mashamba ambayo yalikuwa mema. Lakini tunaona ya kwamba wale ambao walileta habari, wakaleta habari, lakini mwisho wakaweza kuwatia watu uovu ambao haungekuwepo. Wapendwa, jipe moyo katika hii safari. Mambo ya Mungu ni kuleta mema katika maisha yetu. Mambo ya Mungu ni kutufanikisha katika yale ambayo ametuandalia. Usisikize vile watu wanavyokushusha. Usisikize vile watu ambavyo wanavyopotosha. Maana kuna wale ambao watakupotosha. Kuna wale ambao wataweka roho ambayo haikuwa ndani yako. Hao watu licha ya kutazama nchi ikawa ni nzuri, lakini wanasema watu waliokuwepo walikuwa ni watu walionekana kama ni watu wangewamaliza. Wapendwa, tuendelee na mbele. Wapendwa, yale Mungu ametuandalia ni makuu. Wapendwa, yale Mungu anakusudia kutupa ni ya kutufanikisha. Tusije tukaokopa, tusije tukatishwa na habari ambazo tumepewa na watu wasio wa imani. Lakini kwa imani tukaendelee. Lakini kwa imani
tukaweze kunyakua kile Mungu ametuandalia. Kuna mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu, ameandaa kwa ajili ya watoto wetu, ameandaa kwa ajili ya kesho yetu. Usije ukayaachilia katika mikono ya watu wasio wema kwa ajili ya kuokopa, kwa ajili ya kutishwa, kwa ajili ya kuletewa habari zisizo za ukweli. Jipe moyo ukaendelee, na bila shaka Mungu atakupa ukaweze kupokea yaliyo mema kwa ajili yako, ukapokee yaliyoandaliwa kwa ajili yako. Mungu anaandaa yaliyo mema, maana anasema ya kwamba mawazo aliyo nayo kwa ajili yetu ni mawazo ya kuleta mema, wala sio ya kutupotosha, wala sio ya kutuangamiza. Mbona tushindwe na kuendelea? Mbona tushindwe na kupossess mema ambayo Mungu ametuandalia? Tukaweze kutazama na mbele, tukaweze kuendelea na kutafuta yale Mungu ametuandalia. Tukatafute kwa hekima, tukatafute kwa bidii, tukaendelee tuna mbele, na tutaona wema wa Mungu, na Mungu wetu atatutendea mema. Kwa hivyo wapendwa, wacha ukaendelee. Usiwe kama hawa. Na hata nawe mpendwa, jifundishe. Usiwe mtu ambaye utashusha wengine. Usiwe mtu ambaye utawatia wengine uoga. Usiwe mtu ambaye utatumiwa na shetani ili watu wasifaulu, hata jamii yako isiendelee. Kuwa mtu ambaye utasimama kwa ujasiri na utasimama kwa nguvu, na Mungu wetu atakuwezesha. Wacha ukabarikiwe na ukaendelee kwa imani, na Mungu akakutendee mema. Mungu wa amani, tunakushukuru, maana wewe una mambo mema kwa ajili yetu. Ulikuwa umewaandalia Waisraeli nchi iliyokuwa nzuri sana, lakini wale ambao walienda kuipeleleza wakaleta habari ambayo haikuwa njema. Bwana, hata nazi kuna wale ambao hutupa habari ya kututisha. Kuna wale ambao hutaka hatusifanikiwe. Bwana, tunaomba ukatupe kusimama kwa ujasiri, kusimama kwa bidii, na ushindi utaonekana. Bariki mpendwa ambaye ananisikiza, ambaye huenda ameshushwa, huenda ameokopa. Ondoa uofu ndani yake, na mpe hata kusimama na kuendelea na kutafuta, kuendelea hata na kufanya kazi anayofanya, maana kuna ushindi katika sehemu hiyo. Bwana, tubariki na tutendee mema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Imani na utiifu ni muhimu kabla ya hatua. Wakati mwingine, wakati ambapo unajipangia ama unapanga, yani kutoka katika hii hatua kuenda hatua nyingine, unafaa kuwa na imani na utiifu. Waamini kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kukusaidia kukufikisha katika hiyo hatua nyingine. Waamini kwamba utaweza na kutembea pamoja na Mungu, na yoyote ukaweza na kuyaweka yani maanani, ili Mungu akaweza na kukusaidia kuenda ile hatua. Usije ukajiweka ama yani kujipangia tu bila kuomba Mwenyezi Mungu, bila kuomba uongozi wake, bila kuomba usaidizi wake, ama hata nguvu kutoka kwake. Usipoomba hayo yote utaweza yani hautaweza na kufaulu kufika ile hatua nyingine ambayo ulikuwa unapangia ama unapania kufika. Kuna nafasi kwa kila mtu katika mpango wa Mungu. Kuna nafasi ya kila mtu. Hivi ni kusema kwamba yani kila kabila ilituma mwakilishi pale, wakati ambapo tumeweza na kuona kwamba wale watu ambao walikuwa wanaenda kupeleleza nchi kwanza, ambao waliweza na kutumwa na Musa. Musa alikuwa anafuata masharti ya Mwenyezi Mungu vile ambavyo ameweza na kumwangiza. Kila kabila iliweza kuwa pale, iliweza na kuwakilishwa. Hivyo ni kujua kwamba yani kuna nafasi ya kila mtu. Hakuna kusema huyu hafai katika kazi ya Mwenyezi Mungu, huyu hafai kuwa hapa kanisani, huyu hafai kufanya hivi. Yani tuko na nafasi ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu sisi wote. Mtu yeyote yule, awe
Jana ulimpata wapi? Amefika kanisani, ameweza na kuona kwamba akaweze na kuokolewa. Anafaa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila pingamizi yeyote ile. Usije ukawa ni yule ambaye kuangalia na kuambia mtu kwamba jana ulikuwa malaya, jana ulikuwa mwizi, juzi ulifanya. Kama ameokoka, ameokoka. Kila mtu yuko na nafasi ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Kabla ya kupata ahadi kuna uchunguzi na maandalizi. Tunafaa kufanya uchunguzi bora na maandalizi. Wale ambao hao waliweza na kutumwa wakaweza na kupeleleza nchi. Ni kweli waliweza na kufika, wakaweza na kufanya hayo yote. Lakini ile ripoti ambayo waliweza na kurudisha ni ripoti ilikuwa ya kuvunja watu moyo. Kuonyesha kwamba kuna hawa tuliweza na kuona watu wa aina hii. Ni kama sisi hatuwezi. Sisi tulionekana kama hivi. Tulionekana wadogo sana. Chukua hatua ya imani. Na kama ulikuwa umepanga na ukaandaa kufika mahala fulani, kufanya jambo fulani, wacha kujiona ni kama uwezi. Wacha kuona kwamba ni kama kuna wengine ambao wanaweza. Wacha kujidharau. Wacha kujidharau. Jione kwamba uko na nguvu, maana uko na mwenye nguvu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Uko na yule ambaye anawezesha watu wake. Uko na yule ambaye ushika watu wake mkono na wanaibuka wakiwa washindi. Wale wote ambao unaona kwamba wameweza na kufikia hatua fulani, waliweza na kuanzia tu mahali. Hawakuweza na kujidharau. Sema kwamba unaweza yote katika Bwana. Yule ambaye uwezesha watu wake kufika mahala fulani. Usijidharau. Wapelelezi waliweza na kuona kwamba ni kama hawataweza. Lakini Mwenyezi Mungu aliweza na kuwawezesha. Musa akawaambia kwamba tutaingia pale. Amini na uingie pale katika hii watu wengine. Ukiwa umemtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Na ukiwa umeweza na kufanya uchunguzi wa maana, na ujiandae vizuri. Ninakutakia wakati mwema. Reverend, tumeshukuru sana yale yote ambayo umetufundisha, ukatubariki nayo kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru. Mungu azidi na kukuongezea mengi. Mtazamaji wangu, Mungu na kubariki na kuone mema yake. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikutakia Jumapili njema, ibada ya baraka. Bye bye.